Wito huo umetolewa na washiriki wa kongamano la kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani lililoandaliwa na Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo washiriki wamehimizwa umuhimu wa kufanya ibada pamoja na kudumisha upendo na mshikamano. Tuutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuoneana huruma na si chengine chochote. Tusiutumie mwezi huu kuoneshana jeuri zetu na mbavu zetu, si chochote si lolote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ametupa kwenye kutujaribu kwenye neema zake mbalimbali. Wewe nani mie nani, unamtizama mwenzio juu mpaka chini ukambebedua nyumba yake hajatia rangi, nyumba yake hajatia pazia, nani? Hakuna. Tuogope neema za Allah alizotupa. Na waombeni sana hili mlichukue. Baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunajitayarisha na miezi ya Hija, mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu. Lakini ibada hii, kitu chochote kile kama hutakifanya inavyotakiwa, basi lazima hakitakuwa. Mgeni rasmi katika kongamano hilo ni mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya, ambaye anatumia fursa hiyo kuwahimiza kuongeza juhudi katika ibada, hasa kipindi hiki wanapojiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tufanye ibada kwa wingi, tuleteni dhikri, istighfar, lakini pia tusome na Qur'ani kwa wingi. Tukifanya hivyo basi tutaweza kujiepusha na moto wa jahannam, lakini pia na somo zetu zitakuwa. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amewahimiza washiriki wa kongamano hilo kuwa mstari wa mbele kuwalea watoto katika maadili mema. Wetu tuweze kuwalinda. Ujue mtoto wako anatoka saa ngapi ndani, anarudi saa ngapi. Tusiwaachie tu watoto. Mtoto akirudi nyumbani, wewe mama ukoje? Sio wewe unajilaza ndani, mtoto wako anakuja kufungua hela, ufungua mtoto yako chini ya jiwe, unatafakari kinachotendeka. Kongamano hilo limekuwa chachu ya kuwakumbusha wanawake wa Kiislamu umuhimu wa kujiandaa kikamilifu na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuongeza ibada, kuimarisha maadili na kujikita katika matendo yaliyo mema.